Mambo, karibu Nina Magnet. Nataka leo usikize ushauri niliompatia huyu dada ambaye yeye ameshaanza kuwasiliana na ex wake, maana bado anampenda, na ex wake pia anamsikiliza, yani wanawasiliana, wanaongea kidogo kidogo, lakini alikuja kwangu anataka namna ya kufanya wawasiliane sana. Lakini tayari kuna vitu vingi vimetokea kati yao, na yeye huyu dada ameshajitahidi kuwasiliana naye mara kwa mara, kumpigia simu, na akiniambia ex wake hajawahi kumpigia simu kabisa, japokuwa wameanza kuwasiliana na haonyeshi ushirikiano sana, lakini dada amekuwa akijitahidi kuwasiliana naye mara kwa mara, japokuwa hawajaongea bado. Hii hapa ni sehemu ya ushauri ambao nilikuwa nimempatia, haswa kwenye swala la yeye kuendeleza sana mawasiliano. Okay, hapana, usifute kabisa communication. Yani ukifuta communication ni kwamba utaki tena, uwe katikati. Kwamba anaona kabisa uko online, lakini sengine humjibu message. Hiyo ni ndio jinsi ya kucheza na akili ya mtu. Anaona kabisa upo, lakini humtafuti. Anashindwa kuelewa kwamba je, una mtu au hauna. Usisomeke in short. Hiyo ndio itakayotengeneza ile kutaka kujua, kutaka kuwa na hamu ya kukuelewa, kukufahamu. Yani hiyo ndio namna ambavyo utakaa kwenye akili yake. Lakini what we need here ni kwamba aone you are there but you are not available. Unaona? Kwa hiyo cha kwanza ni kutokumpigia simu tena. Yani tena mwaka wote uishi usimpigie simu. Bakia miezi 6 usipige simu. Usipige simu kumpa pole, usipige simu kumuuliza naendelea, yani usifanye chochote. It is enough. Kwa sababu wewe majanga uliyopata wewe na yeye ameyapata, then story imesha balance paka hapo. Ni yeye mwenyewe kutumia akili kujiongeza. Sio kwamba wewe tu ndio una akili sana, yeye hana. Akili anazo, azitumie vizuri. Lazima awekeze na yeye. Text usimtumie text. Don't do that. Usifanye mawasiliano yoyote na yeye. Mawasiliano yasianzie kwako kwenda kwake. Hizi zinaitwa nini umesema? Status. Wewe asijue kama unaangalia status zake. I know sometimes unaweza kutamani kumwangalia, hide. Yani asione kama umeangalia vitu vyake. Muangalie kwa kificho kama unataka kumwangalia. Ukijisikia kutokuangalia pia usiangalie. Yani usimpe umuhimu sana kwenye maisha yako, usimpe umuhimu, maana yake ukimpa umuhimu ndio jinsi anavyokucontrol bila wewe kujua. Psychological na kucontrol. So far kama hivyo amekuwa akikucontrol kwa sababu umempa umuhimu. And everything is happening within your mind. Unampa umuhimu sana, anakucontrol kichwani mwako, yeye anaendelea na maisha yake, hana habari, wewe ndio unayeteseka, anakucontrol kwa mbali. Kwa hiyo ukitaka kumchungulia, mchungulie kisiri. Lakini don't discuss about him na watu, usifanyaje, usimuongelee. Yani usimuongelee kabisa. Wakiwa watu wanakuambia sio na nini, watu ambao pia wanamfahamu kwamba jamani ni story yenu au nyewe mnatakiwa mje muishi pamoja. Huyo mtu anamwambia kabisa hapana, sidhani. Yani kataa, hide. Kuna vitu ambavyo ni vitu takatifu ambavyo vinatakiwa vifichwe sana. Kama Mungu mwenyewe amejificha, vitu vinafichwa. Yani Mungu tunamheshimu, tunamwabudu, tunafanya mambo mengi, yani tunamuogopa. Ni kwa sababu amejificha, yupo sehemu, yupo pasili. Kwa hiyo ndio maana nasema kuna vitu vitakatifu, vitu vyako vizuri ambavyo unavipenda, ambavyo vya thamani, lazima vifichwe kwa gharama yoyote. Kwa hiyo ukiwa unaongea na watu, onyesha kabisa kwamba wewe mbona sidhani, yani vitu vyenyewe vitu vya zamani, sio hivyo, sio lazima. Ila kifikishwa habari ni kwamba yule ni kama haupo. Hiyo ndio itakompa challenge. Yeye mwache angalie status zako. Lakini status zako pia ziwe normal. Yani usi overdo. Kwamba sasa ndio akuone kila siku na nini na nini. Pia itamfanya aone kila kitu ni normal. Sometimes kama una post biashara sawa, lakini kama ni posti zako za kujiposti wewe, basi mara moja sana.
na kwa ule utaratibu wako wa kawaida. Usizidishe sana. Yaani ni heri upunguze, sikuone mara kwa mara kuliko uongeze. Akaona, yani unajua kama nilivyokuambia kwamba energy zinaongea, yani kwa namna roho na roho zinaongea. Mtu anaweza katuma tu ka post, yule mwingine aka feel ndani ya nafsi yake kabisa kwamba hii post nimepostiwa mimi. Yaani hata kama akatae vipi, lakini nafsi yake inamwambia. Maana ukipiga ile picha hadi unaiandaa unaipost exactly kwamba fulani anione. Sasa ukiwa umefikiria kile kitu deeply, kuna namna spiritual inabebwa. Umefikiria deeply fulani anione, afu na yeye anaiona na anaweza akachomba, amenipostia, ananipostia siku hizi, ananipostia, anajua, ana feel telepathy, anaelewa. Kwa hiyo don't overdo. Fanya kwenye pesi yako ya kawaida, alafu sometimes ni heri upunguze kuliko uongeze. Hivyo au sengeo kuna vitu wako vingine unamhide asione, unapost lakini unahide asione, kwa sababu unahitaji kuadimika kwenye maisha yake. Kuna siku nilikuwa naongelea kuhusu sukari. Mwaka gani hapo alivyoingia Magufuli, sukari ilipotea Sukari ilikuwa ipo tu, watu wanao sukari 1500, yani it was available, it was never an issue, ilikuwepo. Lakini the moment sijui viwanda gani vikafungwa, watu wakafungia sukari zao, sukari ikaadimika, ikawa haipatikani, ikawa inauzwa 4000, sijui 1000 ngapi, 5000. Ile sukari ikawa habari ya mjini, kila mtu anaongelea sukari, kwa sababu iliadimika. So kitu kinapata value kubwa sana kinapoadimika. Thamani inakuwa kubwa, kinathaminika, kinaonekana cha muhimu kikiwa kimeadimika. Kikiwa available wanakuwa na kionaona kipo. Yes. So ndio maana nasema sometimes endelea na mambo yako ili usije ukajinyima furaha yako kwa sababu ya mtu ujiposti na nini, lakini posti zingine ambazo unaona no need ili uadimike hide asione yeye. Yes. Au kama una haina haja, sio lazima kujiposti sana kama kaida yako, ila kikubwa ndio hicho kwenye mifano unayokupa kwamba ndio ya kuizingatia kwamba unabidi uadimike kwenye maisha yake. Haoni call, haoni text, haoni majibu, saa nyingine unapotea, wanaume wanapenda hivyo. Yani wanawake ambao kitu wanakikosea ni kutaka kunyenyekeza sana kwa mwanaume. Ndio maana watu wanateseka sana, especially watu wanavoolewa tu kwenye ndoa, anaingia kwenye ndoa anamfanyia mwanaume kila kitu, anahangaika, ndipo mwanaume anaenda kutafuta mwanamke mwingine nje. Kwa sababu watu wanafundishwa tofauti. Wanafundishwa mambo ya ukungu, lakini psychological sivyo ambavyo inatakiwa iende. Mtu anaolewa, anafanya everything, mume wangu, yani mume kila kitu anapewa. It is boring. Mwanaume anaanza kutafuta mwanamke mwingine, anatafuta challenges nyingine nje. Kwa unakuta tu anasumbuana mpaka baadaye mwanamke ameshachoka kufanya mavitu, anakuwa tena hapikipiki, haangaiki sana na mwanaume. Ndio mwanaume anajirudi kwa mke wake, kwa sababu the challenge inakuwa imehama. Challenge inakuwa tena sio nje, challenge inakuwa ndani ya ndoa. Kwa the guy anaanza sasa kupambania mke wake ndani, mke wangu hivi, mke wangu vile, anaanza kujituma, anaanza kujipendekeza, kwa sababu wanaume wanataka challenges. Wanataka vitu adimu. Unakuta hapo anayeteseka ni huo mchepuko huko nje. Tunaanza kumbembeleza nini, mwanaume yuko busy, naenda nyumbani na mwai mke wangu na nini, kwa sababu nyumbani mke hana muda. Mke anatoa challenges. Hiyo ni nature yao kabisa. They love to chase. Kwa hiyo kwa namna yoyote, kikubwa ndio hicho kwamba lazima apate ugumu, atume message zingine haijibiwi. Atume message zingine unaijibu, lakini unaijibu sio kwa kumshubukia, kwa kumuelezea sana. Kuna mdada mmoja alikuwa ananiambia jamaa amejirudi kwake, walikuwa wametengana, ni boyfriend na girlfriend. Jamaa amemrudi, kamtumia tu hello,
Yeye akaanza, hello mambo jamani za siku, sio na nini. Yani hiyo tayari ina sound desperation. Yani mtu uko desperate, tunakitaka kitu sana. Jamaa anaanza anasoma afu hajibu. Kwa sababu hatajibu nini? Lakini nilivyomwambia sasa, wewe acha kujielezea sana. Mimi sasa hivi niko Morogoro, nimekuja Morogoro, sio kuna nini, kuna viwanja nafanya, kuna viwanja nanunua, sio kuna mashamba, sio kuna nyumba. Yani yote hiyo sana sana tunatengeneza competition kwake. Anaweza akaangalia yani haimpi, unakuwa umemtoa kwenye reli. Lakini yeye akianza hello na ukampa tu hi au hello pia ukatulia, yeye ndo aongea anataka nini. Kama hana cha kuongea apotee. Amekuja kuchota tu akili, uanze kujielezea, kujielezea. Mnaendeleaje huko? Tuko poa. Akisema mnaendeleaje huko? Niko poa. Vipi watoto? Yani ndo aseme vipi watoto. Sio kwamba wewe ndo anze naendelea poa, watoto hawajambo, unajua watoto wao. Let him lead. Kwa hiyo kama akiwa anaanzisha conversation yoyote, make sure umuelezee chochote mpaka hataki kujua. Ndio utamu-entertain kiasi fulani, stories za kawaida zile, lakini story ambazo zinaelekea kwenye mapenzi, afu kwa sababu wewe una akili, uko smart, unaona kabisa anaelekea kuifanya hii issue iwe very simple, kuipata in a very easy way, una diverge. Usimpe information, usimpe maelezo mengi. Let him apambane, atake kujua. Yani ndio ajielezea, aseme unajua jamani, yani mimi ninavyoona, unajua kwenye maisha yetu kweli nilikosea huko nyuma, yani natamani tukae tuongee, natamani ungekuwa mke wangu. Hata akisema hivyo still unamwambia acha masiara bwana wewe. Mwacha maisha yaendelee kama yanavyoendelea. Yani unaweza kuwa unamjibu, lakini humpi yale majibu anayoyataka. Unajua kwa mtu anakuja kwako ana majibu yake, anajua kabisa huyu anachokitaka ni mimi ni mu-approach. Kwa hiyo anakuja na ku-approach, lakini usikubali haraka. Unamwambia acha masiara. Mimi na wewe tushakuwa kama ndugu. Mimi na wewe ni marafiki. Mimi na wewe msumbue. Anahitaji challenges. Hivyo. Kwa hiyo kwenye swali lako hilo nimejibu kwa urefu sana kama kawaida yangu, lakini kuna time, kuna message sio za kujibu, wewe mwenyewe utaangalia, na ni nzuri, ni moja ya challenge. Vimoji vya love sio vya kuvijibu. Sengine anaona anakuteka, anatuma message kwenye status zako kwamba umependeza sana, weka tu vimikono vya asante vile, kimkono kimoja tena. Yani kuwa mchoyo, unahitaji kuwa mchoyo. Yani mchoyo hata message zako ni za gharama. Lazima ukitoa message it makes sense, hiyo ina maana. Yani sio mtu unampampa vitu for free. Hastahili kupata for free. Anatakiwa awekeze, atoe vya kutosha, vya kufanya, vya yani upendo wako ulionao kwake ni mkubwa sana. Kwa hiyo usiupeke kiburebure. Lazima uwe na thamani, lazima uthamini, yaone ni kitu adimu cha, yani kukipata hiki lazima ni struggle, ni gold hiyo. Kwa hiyo sengine teka chat, you chat, no problem, chat naye, lakini unakwepa yale mambo ambayo anataka kusimplify mahusiano. Unakwepa stories za kijinga, unakwepa mambo yake ya kipuuzi. Kunajua kabisa akikwambia kwamba unipatie mtoto, kuna kanani unajisikia vizuri kwa sababu unampenda, unataka hiyo connection, unataka ni mwe pamoja, you feel good, I know. But hiyo feeling yako ibaki ndani ya roho yako na Mungu wako na nafsi yako. Usionyeshe waziwazi kwake, kwa sababu yeye kama binadamu katika hali yake ya kimwili anaweza akaitafsiri tofauti na vile ambavyo imetoka ndani ya roho yako. Ndani ya roho yako imetoka vizuri, lakini yeye akatafsiri, wewe ukifurahi ukacheka ukamwambia jamani kweli unamaanisha, akaona anataka huyu, ananitaka. Kwa hiyo akikuletea hivyo mwambie au masiara ya design hiyo, ndugu yangu, sisi ni marafiki tu bana. Au naambia mbona umeenda mbali sana, sisi ni kama ndugu, yani situshakuwa ndugu, yani wewe ni kama kaka yangu.
Yani unamkata yale anavyokuja kwako na yale majibu yake amejiwekea kichwani kwamba huyu nikimwambia 1 2 3 ataingia kwenye mfumo. Unamtoa kabisa, aone kabisa kwamba natakiwa ni make hii kitu iwe clear. Yani aone kwamba wewe unamchukulia kama kaka, unamchukulia kama rafiki. Kwa sasa yeye awe na kazi ya ziada ya kukuaminisha kwamba yeye anataka mahusiano na wewe, anataka mapenzi na wewe. Upuuzi alionao kichwani kwamba huyu ananipenda, ananitaka, hebu aongee anachotaka kusema, iondoke. Yani kwenye akili yake baadaye hajashtuke kwamba kumbe vile nilivyokuwa nafikiria ananipigia simu, kumbe alikuwa ananipigia simu kirafiki, ananipigia simu kama kaka. Aisee, hapana, inabidi niifanye iwe sawa. Kwa hiyo man anahitaji challenges kama hizo.